tumpigie makofi mengi sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimwalike mbunge wa Ileje, naibu. Karibu sana Mheshimiwa, kwa kifupi mno tafadhali. Asante. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote walioko meza kuu, nimeambiwa muda ni mfupi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu na wananchi wa Mgongo ambao ni wa Iramba Magharibi, naomba tu niwaambie kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza ni mbunge, lakini pia ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwashukuru na kuwapongeza wanairamba kwa kumfanya Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa mbunge wenu, lakini ambaye kutokana na huo uchaguzi wenu leo Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nina hakika kwa kazi kubwa aliyonayo, kwa kazi kubwa ya kizalendo anayofanya na ya kitaifa, tunaomba wana Iramba, kama walivyosema viongozi wa dini, tunaomba mumwombee kila uitwao leo, ili hakika aweze kutusaidia Watanzania. Swala la pili, nataka niwaambie, mimi ni muhula wangu wa pili kuwa naibu waziri wa ujenzi. Nimefanya na Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa waziri wa fedha. Na moja ya mambo ambayo tunajivunia ni mbunge lakini waziri mkuu ambaye alikuwa waziri wa fedha mwenye maono ya kitaifa zaidi, maono ya kizalendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa waziri wa fedha akimsaidia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, walikuja na ajenda moja kubwa sana ambayo leo tunaona matokeo. Hawa ni watu wanaoona mbele, kwamba kwanza tukamilishe miradi mikubwa na ya kielelezo katika Tanzania ambayo ni lazima ifanyike katika kipindi hicho, lakini miradi mingine inaweza ikafuata. Nina hakika hili atakuja kulielezea. Kwa hiyo walifanya maamuzi ya maksudi, maamuzi yenye tija, na ndio maana leo tunaongelea umeme, tunaongelea madaraja, tunaongelea kwa sababu waliona ni lazima hiyo miradi ikamilike, basi kisha kamilika hii miradi mingine itafuata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengine hatukuelewa, lakini ndio tumeelewa kwamba ilikuwa ni maamuzi muhimu, na walichotuambia sasa, baada ya kukamilisha hiyo miradi, sasa tuvamie hii miradi ambayo ama ilikuwa inasuasua ama ilikuwa haijaanza iweze kuanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, naomba niongee kidogo tu kuhusu kaukanda haka ambako tuko. Nini kama Wizara ya Ujenzi, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, niweze kuyaeleza tumefanya nini na tunategemea kufanya nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo la Iramba na hasa upande huu wa magharibi ambako tupo, tunapoongea sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea na usanifu wa barabara ya hii ambayo iko hapa mbele yetu, Shelui Sekenke Tulia hadi Chegero, lakini kutoka pale Kiomboi eneo la Soweto, Kisiriri, Chegero hadi Chemchemi iko kwenye usanifu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mipango yetu ya kiwizara tumepanga pia kwamba mara tunapokamilisha kusanifu barabara hii kwenye vitabu vyetu vya bajeti vya mwaka huu, nimemsikia Mheshimiwa Diwani ambaye kwa heshima kama ni mwalimu wako, sisi ni mwalimu wetu, akiomba barabara. Tumesema inapokamilika usanifu, basi tuanze pia ujenzi wa kiwango cha lami. Makofi mengi kwake Mheshimiwa Naibu Waziri anapomalizia. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika barabara hii, wewe ukiwa waziri wa fedha, Mama Samia akiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, mlituelekeza tukamilishe madaraja. Daraja ambalo lilikuwa ni usumbufu limekamilika, daraja la Mwajuma na daraja la Konkilangi. Konkilangi kimegharimu bilioni 6,600,000. Daraja la Mwajuma limekamilisha bilioni 3,270,000. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Kinachofuata sasa, tukishakamilisha, hata kabla ya kukamilisha usanifu, tunakwenda kujenga daraja makaravati kwenye mto Munga ambao umekuwa mara nyingi unahama. Wakisha tuelekeza wapi daraja litakuwa, basi tutakwenda kujenga hilo daraja, ikiwa ni pamoja na daraja la Ndurumu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia, barabara kuu ya kutoka Singida kwenda Nzega imechoka. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwanza kupanua Mlima Sekenke, kupunguza kona na kupunguza miinuko, lakini pia kuikarabati hiyo barabara ili irudi kwenye hali yake. Hayo ndio alikuwa maelekezo. Baada ya kumaliza kazi zingine hizo kubwa ambazo tutazieleza, sasa serikali inajielekeza kufanya hizo kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante sana. Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Naibu Waziri. Ujenzi hoye! Barabara safi! Madaraja hoye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa heshima na taadhima, ninaomba sasa nimuinue mama yetu jembe kabisa, wakimuita Malkia wa Nyuki toleo la sasa, mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Omar Dendego, ili atoe salamu, lakini endelee na ratiba nyingine, ikiwemo kukualika wewe kuzungumza na umati huu uliopo mbele yako. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Halima Dendego oye! Mkuu wa mkoa safi! Karibu sana Mheshimiwa Rasi. Asante sana. Mgongo safi! Dr. Mwigulu oye! Dr. Samia safi! Singida oye! Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Mwigulu Lameck Nchemba, mke wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, Comrade Martha Mlata, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida, waheshimiwa manaibu waziri na viongozi wote mlioko hapa kama mlivyotambulishwa na katibu tawala wa mkoa, wananchi wote, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote na mimi naungana na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu amekufikisha salama Singida, hususan Iramba na hapa Mgongo. Lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa wewe kama mbunge, ambayo nafasi imepelekea leo tunaye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Toka umeteuliwa kukanyaga hapa Mgongo, leo itakuwa ni mkutano wa kwanza. Basi hivyo hivyo, kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Singida, tunapenda sana tutoe shukrani zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona kwamba unaweza kumsaidia kazi. Hatuna mashaka na wewe, uzalendo wako ni hali ya juu, kujitoa katika kazi, hilo ndio jambo ambalo huwezi kuuliza, lakini kubwa ni sisi kuendelea kupiga goti, kukuombea, lakini na kuchapa kazi sana, kwa sababu wanasema wenzetu lazima charity ianzie nyumbani, na sisi tunakuhakikishia kwamba tutaendelea na kazi hizo. Baada ya maneno haya, Mheshimiwa, niseme tena karibu sana hapa Mgongo, karibu sana Singida. Singida iko salama, Singida iko tulivu kweli kweli. Naomba nitoe nafasi ya dakika angalau moja Mheshimiwa Comrade Martha Mlata, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, aweze kutoa salamu za chama. Baadaye nitamalizia kwa kukaribisha ili uzungumze na wananchi hawa ambao wana kiu sana kukusikia. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu. Mwenyekiti hoye! Wamama safi! Karibu sana. Asante. CCM oye! Mwimbaji mahiri kabisa. CCM oye! Wilile yani mwamuona ano Mwigulu noko Makunda. Hebu tumsalimie wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wetu, lakini nafurahi sana kumwona wifi yetu Mama Neema, lakini nimemwona Isaac, mjumbe wa baraza la umoja wa vijana wa mkoa wetu wa Singida.
Karibu sana mjumbe wangu wa halmashauri kuu ya mkoa. Nafurahi kukuona, niliona nikutambulishe. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyoona viongozi wa ngazi zote wa Chama cha Mapinduzi wako hapa. CCM oye! Wananchi hawa sisi tumekusanyika kwa sababu nimeambiwa niongee kwa dakika chache. Laiti kama tungeruhusiwa. Hapa Mheshimiwa, kuna vikundi vingi sana vya sanaa ambavyo wewe ni mlezi. Wengine wamekuja wamechora madaraja, wengine wamechora zahanati, wengine wamechora madarasa, wakiimba, wana ujumbe. Kila kwaya ziko hapa na vikundi. Jamani, vikundi oye! Tulikuja kuserebuka. Ukituruhusu tutaendelea kuserebuka. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa ni wapiga kura wako. Sisi ni wapiga kura wako. Sisi tulipopiga kura tulikutuma kama mbunge wetu. Lakini ulipoenda kule, wakati tunaangalia kwenye television, mara tukaona waziri mkuu unatangazwa. Hatukuwa na namna, tukashangilia kila mtu kwake. Lakini siku unaapishwa, mimi nilikuwepo. Ulipoapishwa, nikaukumbuka ule wimbo ambao sisi Wanyiramba, wazee wako hapa, sitataka kutafsiri sana. Nikataka niuimbe ule wimbo pale Ikulu. Lakini nikasema, nitaimbaje wimbo huu ugenini? Wimbo huu natakiwa wimbwe nyumbani na wewe ukiwepo. Mwigulu oye! Mama Samia oye! Jamani, simameni tumwimbie wimbo ule wa kwetu. Wote tusimame tupunge mikono. Simama wote, leo tunampongeza. DJ Yembo nipandishe. Lokonde ndolo wake na ngombe kwa muono mulilwa soli soso. Lokonde ndolo wake na ngombe kwa muono mulilwa soli soso. Nutemi wakwe soli soso. Ningombe zakwe soli soso. Nusamia wakwe soli soso. Lokonde ndolo wake na ngombe kwa muono mgulu soli soso. Lokonde ndolo wake na ngombe kwa muono mgulu soli soso. Nutemi wakwe soli soso. Ningombe zakwe soli soso. Nusamia wakwe soli soso. Siasa mwalonano Lonkonde. Mwigulu oye! Huu ni wimbo ambao kijana aliyeenda akafanikiwa, akaheshimisha familia, akaheshimisha ukoo wake. Wakasema nani anayekuja? Anayekuja amesheheni. Sasa mwaonane mwalindama hizi. Na zaziku zingine. Inge Mwigulu kati no kumapunda na kwenilamba. Mwigulu oye! Sisi tunakuamini na tunakupongeza sana. Songele sana mkembe tu sana. Makofi hayajatosha kwa mwenyekiti. Karibu tena Mheshimiwa Rasi. Karibu utualikie Mheshimiwa Waziri Mkuu azungumze nasi. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, sasa ninayo heshima na taadhima nikukaribisha ili useme na ndugu zako wa Iramba, hususani katika tarafa hii ya Sherui na eneo hili la Mgongo. Karibu sana. Tuinuke wote tafadhali, wote tuinuke, makofi mengi. Makofi yenye ujazo aina yake. Mgongo hoye! Iramba safi! Iramba Magharibi hoye! Waziri Mkuu wetu safi! Waziri Mkuu hai! Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaweza kukaa. Iramba hoye! Mgongo hoye! Shelui hoye! Zamula ileani. Pola za ntondo. Kole iza.
Mulyaila iza ni shango ni ntoma yani yoga ni mbula ni nonge ni nkana ni nangu lale 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 ana mugongo ana kutegelo ngangoli nuko kenkongo bunge wani mukolo wani nakale simaonane kili nigwe aya naza kumsolia yani namujuka nuninyega namwiga gyasongere zigizigi. Nimekuja kwa ajenda 3. Ya kwanza nimekuja kuwashukuru tangia tumalize uchaguzi na mwantila ni matimaza azakili nize kumsongelia. Kwa hiyo na uganize nize kumsongelia. Ni aso ndio hiyo kalukani lokuandia. Mada ya kwanza kabisa nimekuja kuwashukuru. Mada ya pili nimekuja kuwaletea salamu. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimia sana yeye pamoja na viongozi wetu wengine wasaidizi wake, Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na Rais wa Zanzibar. Na ajenda ya 3 basi nitaongelea hizi hoja ambazo zimejitokeza. Sasa kwa sababu ajenda ya kwanza ni kushukuru, leo nimeambatana na familia ambapo tuliona tuje wote kwa pamoja tuje kushukuru. Tunawashukuru kwa kura za kishindo, tunawashukuru kwa imani yenu kubwa, na tunawashukuru pia na mati maaza mbwana songele zigizigi. Alete inu nini pamina tarafa ya Shelui. Inge nini ene kintu alimuatile numwili. Nini muandishirie. Kwa sababu tarafa ya Shelui mlitoa chachu ya ushindi nilipokuwa naanza mara ya kwanza kuwa mbunge. Pamoja na kwamba wilaya nzima ilipiga kura, lakini niliongoza tarafa ya Shelui na niliongoza kata ya Shelui ikiwa imeungana kwa pamoja, Mgongo na Shelui ikiwa kata moja. Kura zenu zilinipa ushindi. Safari ilianzia hapa Songere zigizigi. Na nimemwona dadangu Mama Miano pale, nimemwona ndugu yangu Kinota pale wakati akiwa diwani, na Mama Miano akiwa mwenyekiti wa kina mama, nimemwona Makala, nimemwona mwenyekiti, nimemwona mwenyekiti wa kina mama, nimemwona ndugu yangu Mlewa na wengine wote. Ninyi mnakumbuka jinsi ambavyo kwamba safari ya siasa ilianzia hapa. Ona, washukuruni sana tarafa ya Shelui, na washukuruni sana, na leo nilisema nakuja hapa mlianzisha hiyo safari Songere zigizigi. Lakini pia mwalimu wangu aliyekuwa mwalimu mkuu aliyeniandikisha na kimsingi aliyejenga msingi wa shule mpaka na mimi
kufika hatua hii. Leo ndo diwani wa hapa. Wengine msiojua, naposema msingi wa shule, mimi na ndugu zangu wote shule tulishaachana nayo. Mimi na ndugu zangu wote na wengine wote, akiwemo na diwani na mwenyekiti wa halmashauri. Shule ilikuwa inakuwa sehemu, siku mmeshachoka kuchunga, mmechoka na kulima, mnasema ngoja leo muende shuleni huko, kama sehemu ya kucheza hivi. Naenda saa 4 asubuhi na mzee anawatuma kabisa, mfike na wengine wote wawe wanawaona kwamba mmechelewa, ili wawafukuze mrudi kuja kumalizia palizi na wengine waende kuchunga. Kwa hiyo Kulunzi saa 4 tunaenda tunafikia eneo la utawala pale ili watuone. Kirudishwa nyumbani, mzee anasema umewafukuza wiki ngapi? 2. Wangefanya mwezi tungeshamaliza kabisa palizi. Lakini Mwalimu Tandala alipokuja, kwanza akavunja ushirika wetu na wazazi wetu. Kijiji kizima kikiwa kijawahi kufaulisha mwanafunzi hata moja, akavunja ule ushirika sisi na wazazi wetu. Aliuvunjaje? Akafuta neno kurudishwa nyumbani. Hii kufukuzwa akafuta. Alifutaje? Alipokuja akatoa tangazo anataka kesho wanafunzi wote wawahi. Sisi tukaenda na jeuri ile ile. Saa 4 tukafika pale. Zikaletwa fimbo. Tandikwa viboko 6. Kila mmoja. Kwanza tulivorudi hatukumsimulia baba. Tulichosema tu huu ushirika umeishia hapa. Alafu alipokuwa ameitisha hiyo kwamba ambao alitoa tangazo, kesho saa 12 wanafunzi wote waje hapa na watafanya roko. Wakati ndo wametoka jeshini na bado yuko na sare zile. Tukadhani ni wale tuliozoea kuwaonea. Kesho yake tukaja vile robo ya shule ndo wameripoti hiyo saa 12. Jioni ile kaitisha wale robo kawaruhusu. Kabla ya vile viboko 6. Viboko 6 tulitandikwa wale tuliohurumiwa. Akasema hawa ambao wote hamkuwahi, haya chini. Kiwa changanya na lugha za kijeshi zile wapate fatiki sio nini. Tukamtanguliza yule mkorofi tunamwamini zaidi. Ndo akawa karibu naye. Na sitaki kusema leo, ila hatujui kilichompata. Tulimkuta yuko chini. Sitaki kusema kilichompata. Yule tunayemwamini tulimkuta yuko chini. Na kila mmoja anamuangalizia kwa chini huku pua ikilamba mchanga. Tandikwa viboko 6. Kesho yake kwa hesabu namba saa 12, lakini saa 9:30 shule ilikuwa imejaa wanafunzi wote usiku. Ikaanza kwanza kutengenezwa discipline. Tengeneza discipline. Na baada ya hapo kweli mwamko ukawepo wa shule, na yeye sijui akaja akawatoa wapi walimu wazuri. Shule ikajaa walimu wazuri. Shule iliyokuwa ya porini ndio sasa mpaka sijui ni toleo la ngapi, lakini wapo wenzangu waliotangulia wakafaulu, akiwemo na mwenyekiti wa halmashauri. Nikaja toleo lililokuja kufuatia. Na tena shule ya kijijini, kwenye shule 4 zilizopeleka watoto vipaji maalum, ikatokea na hiyo shule iliyokuwa 0 kila mwaka. Kwa hiyo mwalimu, hongera sana kwa kazi kubwa uliyoifanya. Na leo nikasema nakuja hapa kweli kuja kushukuru. Lakini mwalimu nilishampa shukrani binafsi kwa heshima hiyo na kwa kazi hiyo iliyofanya. Nilisema nikimpa fedha, alianza kupokea mshahara kabla yangu. Kwa hiyo haitakuwa kitu kikubwa. Niona hicho sio kitu kikubwa. Nilimchukua mwanae, binti yake aliyekuwa anasoma masuala ya udaktari,
nikampeleka India kwa gharama zangu mwenyewe, na hivi sasa yuko masomoni kule. Ili na mimi nirudishe kile ambacho yeye alifanya cha kunipeleka shule, na hata matokeo kwamba nimechaguliwa kwenda Iliboru yeye ndo alinipa. Nikamwambia sikuchagua, akasema hiyo ni ya vipaji maalum. Nenda huko ndiko ulikochaguliwa. Mwalimu wangu huyo. Lakini pia alinijengea kujiamini. Hiki kitu sijawahi kukisema sema, lakini mwenyekiti wa halmashauri anakumbuka. Alipoondoka kuwa mwalimu mkuu pale shuleni, nadhani akawa mratibu, akawa kule Katani. Ikatokea siku moja ikiwa darasa la 7 tunafanya masahihisho ya ile mitihani ya kila wiki. Nafanya masahihisho ya mtihani wa hesabu. Ikatokea siku moja tukashindana sana na mwalimu wangu wa hesabu. Pambana sana. Alafu vile ninavyosema inatakiwa kufanywa, ikifanywa vile nimepata peke yangu. Tukifuata vile mwalimu alikuwa anasema hivyo ndivyo inatakiwa kufanywa, wamepata na wengine wote darasa zima. Kwa hiyo kawa kila tukisema vile wanafunzi wanazomea kwamba nimekosea. Nalikumbuka mpaka hilo swali kwa sababu lilinikera sana siku ile. Alafu mwalimu akisema inapotakiwa kufanywa na wanafunzi wengine wamepata, kwa hiyo wote wanashangilia. Mimi nikaendelea kusema, mwalimu unachosema na wanafunzi wanachosema, hii yote nyinyi mmekosea, sio sawa. Baadaye mwalimu kawa mkali sana. Wewe Mwigulu, unajua mimi hapa ndo mwalimu, shika adabu yako. Wewe unanifundisha ama mimi ndo nakufundisha? Nikamwambia mwalimu, kwa sababu ulitoa fursa ya kutoa maoni kwamba tunasahihisha swali baada ya lingine, lakini natambua wewe ni mwalimu. Haya, shika adabu. Hii jawabu lake ni hili na njia yake ni hii. Baada ya kuwa tumeshatumia zaidi ya dakika 40 kwenye swali moja. Basi baada ya hapo nikazikosa hizo maksi, wenzangu wakashangilia wamepata. Lakini hata hivyo mwalimu akawa anaendelea kwamba kwa nini ubishi huu ulichukua muda mrefu. Akaenda Katani kwenda kuonana na bingwa wa namba yule pale, Mwalimu Tandala. Kaita na jopo lingine la walimu wa hesabu, akakaa. Jumatatu nikaona tu mwalimu amerudi yuko mnyonge, kaandika vile vile swali, kaandika na njia. Nikasema mwalimu, juzi kanifokea, nataka kurudia tena hili swali la nini? Akasema vile Mwigulu alivyokuwa anasema Ijumaa, lile ndio jibu sahihi na ile njia aliyokuwa anaonyesha ndio njia sahihi. Nikamfurahia sana mwalimu kwa sababu alitengeneza confidence ya kuenda nayo kwenye mtihani. Mwalimu, shikamoo mwalimu. Sasa hii ilikuwa sehemu ya shukurani ili muweze kujua mwalimu mchango wake, lakini sio huo tu, kafanya mchango mkubwa katika wilaya hii. Mchango mkubwa sana. Na wale walimu waliowaleta walifanya mageuzi makubwa sana katika tasnia hiyo ya elimu. Sasa moja ya matokeo ya matunda ya mwalimu ibakayo ngalo ale kitu ala kushule si ale kani topae magaye mankatane pengine kana aliko pane mantulu ale njie kumpata nalo neema bwana yenye Samueli kati. Samueli unene tai alikujiakiona tai alikukiona lapi ale tili aya namsua polo kambwane we egela ogi polo kamamwa ogi simwa muonane simwene nekati simwa muonane unina wa msua ya na 10 ya na konseko ni yake tundu. Aya, karibu bwana ogi. Kazi na utu. Naomba nisichukue muda mrefu sana, nimepewa kazi ya kusalimia.
Wanairamba tunawapenda sana sana sana. Tunamuita Mheshimiwa Mwigulu Nchemba waziri mkuu, lakini sisi sote ndio waziri mkuu. Sisi sote ndio waziri mkuu. Kama umenielewa, nyosha mkono namna hii. Tunashukuru sana sana kwa kumlea hatua kwa hatua. Naomba niongee tu dakika moja. Niliolewa katika mkoa huu 2004. Siku ya kwanza nakuja kutambulishwa nyumbani baada ya ndoa. Nakumbuka ilikuwa tumefika usiku, kwanza ni treni, vumbi kila mahali, barabara hakuna, hata barabara kubwa hii hakuna. Sikumbuki ramani ya nyumbani, njia tuliopitia mpaka sasa. Kwa sababu yalikuwa ni mapalio matupu. Sijui nani ananielewa. Mimi nimetoka Kilimanjaro. Kwa mapalio kupita mashambani kufika nyumbani. Na hata wakati huo nyumba zilikuwa za tembe, na niseme kwamba ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona nyumba imeezekwa kwa udongo. Mpaka nikaanza kumhoji na mwambia, hivi wanafanyaje? Kwa nini nimesema hili? Nimesema hili kwa sababu hatua zimepigwa kubwa sana. Lakini pia ni kwa sababu ya ushirikiano wa Wanairamba na kumwamini na kumlea kiongozi. Kwa nini nasema kumlea kiongozi? Kwa sababu kiongozi anapoingia mara ya kwanza, lazima tutaona kama kuna naye anajifunza namna ya kuongoza. Lakini kwa sababu tumemlea kwa kumwamini, tumekuwa na umoja naye, ndivyo tumefika mahali hapa siku ya leo. Tunaona bati kila mahali kwa sababu wananchi, barabara zimefunguliwa, miundombinu ya namna mbalimbali nafupisha. Na ndio maana tunaona maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tumshukuru sana mama yetu Jemadari Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini. Lakini sisi tuliomlea, sisi kama familia tunasema asante sana. Asante sana. Tuendelee kumwamini, tuendelee kumuombea, tuendelee kumtia nguvu. Nashukuru sana. Aya, sima muonane. Alu kolia penana kugono tiko nuga ili sikale sumili tima ili naongela hapana, liko imara. Alikuwa anauliza lile tembe aliwezi kudondoka, nikamwambia liko imara, halidondoki. Lakini pia peningombera za ipuna noimbo ila niige kelele na lili la lielepe. Huyo alugile kenda ni sehemu ya kiungo kia ng'ombe, labda ngakutu enea ngambi ine. Aya, ni akitundu wako ole mbwana. Egeli kwa mbwana ya kitundu, egeli pa maiki. Ukando wenu mukulu, egeli pa maiki. Ndo wenu mukulu egeli. Basi labda mkubwa ataje hata jina, alafu mdogo atasalimia kwa niaba. CCM oye! Kazi na utu. Kawaida sisimamagi kwa watu wengi hivi sana, lakini namshukuru Mungu nimeweza kufika. Kwa kweli hapa ni nyumbani. Kwa maana tumepokelewa na shangwe kweli kweli, maana pamejaa kila sehemu. Nasemeni asante sana kwa upokezi mkubwa na kwa support mheshimiwa. Kwa kweli ni kazi kubwa, siwezi elewa mimi hapa kwa sababu ni mwanafunzi tu. Kwa majina naitwa Joshua Mwigulu Nchemba. Asante sana. Asante sana kaka mkubwa. Nashukuru sana. Haya. Mheshimiwa mwenyekiti wa chipukizi wa wilaya na mheshimiwa mjumbe wa baraza kuu taifa, karibu. CCM oye!
Kazi na utu. Leo nipo mbele yenu wananchi wa jimbo la Iramba, na washukuru sana kwa mapokezi, lakini sababu ya mimi kusimama mbele yenu ni kwamba nimekuja kuwashukuru kwa kumchagua baba yangu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Iramba na kumwamini katika kazi zake. Pia namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayoifanya kuwaletea maendeleo. Kwa mfano, amewajengea shule kama yule mwalimu wa baba alivyosema katika zile sehemu. Na pia namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kumwamini baba yetu na kumteua katika nafasi mbalimbali za kuwatumikia nyie. CCM oye! Asante. Kwa niaba ya familia yangu na familia kwa ujumla, kwa niaba ya familia, sisi wote tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi Kwa niaba ya familia tunamshukuru Mheshimiwa Rais tena kwa kazi anayoifanya. Amemteua baba, sasa hivi anawasaidia, anawatumikia. Sheti, kwani hamjafurahi? Sijawasikia. Sisi kama familia tuendelee kumwombea baba na Mheshimiwa Rais awazidie afya, awaongoze katika kazi anazozifanya. CCM oye! Mwisho nitakachosema ni kwamba tuendelee kumwamini Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kwa kazi anazozifanya, maana bila wao tusingepata hizi shule, hospitali na vitu vingine. Sheti. maana kazi zao ni kujenga Tanzania yetu. CCM oye! Asanteni kwa kunisikiliza wananchi. Mgongo oye! Yaluli angasika yaluli. Yaluli angasika yaluli. Lulo luli Lulo luli Aya, songeni zigizigi. Niendelee kuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa kujumuika nasi. Waheshimiwa wabunge, nashukuru kwa kujumuika nasi. Nimepokea pia udhuru wa pacha wenu Mheshimiwa Asha Rose Matembe ambaye amepata udhuru. Niendelee kuwashukuru waheshimiwa madiwani wenzangu kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani wengine wote wa mkoa wa Singida kama ambavyo mmewakilishwa na waliohudhuria hapa. Kamati ya siasa, wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa, nawashukuru sana. Lakini nawashukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe na timu yako, akiwemo Mheshimiwa katibu tawala wetu wa mkoa na timu yote ya wataalamu. Niwashukuru waheshimiwa wabunge. Nishukuru mwanangu mwenyekiti wa chama mkoa, waheshimiwa naibu mawaziri, nawashukuru sana. Lakini Mheshimiwa mbunge mkazi, mkuu wetu wa wilaya ya Iramba, nakushukuru sana. Sasa nilisema la kwanza ni kuja kushukuru, la pili ni waombe mpokee salamu kama nilivyotangulia kusema za rais wetu, na kwa kuwa leo niko nyumbani na mimi niungane na familia kumshukuru sana kwa imani hii kubwa Mheshimiwa Rais alionyesha kwangu. Kama mnavyokumbuka, hii si mara ya kwanza Mheshimiwa Rais anaonyesha imani kubwa ambayo imeandika historia kwenye wilaya yetu na mkoa wetu. Kwanza aliniamini kuwa waziri wa fedha,
jambo ambalo lilikuwa ni historia kwa mkoa wetu na historia kwa wilaya yetu. Lakini la pili, imani hiyo akaipandisha katika jukumu hili kubwa la kumsaidia kwa kiongozi wa shughuli za serikali na shughuli za kila siku za usimamizi wa masuala ya serikali. Hii ni imani kubwa. Kama nilivyosema siku naingia mara ya kwanza mkoa wa Singida, nilisema nilipopata ubunge mara ya kwanza, niliimbiwa wimbo na shemeji yangu akisema, nenda ukafanye kazi vizuri, usipofanya kazi vizuri tutatukanwa wote, kila tunapopita tutakuwa tunaambiwa oneni mtu wenu. Narejea tena leo hapa kwamba sitawaangusha wana Singida, sitawaangusha wana Iramba. Imani hii ambayo Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa kuniteua sio ya kwangu peke yangu, ni ya Watanzania wote, ni ya wana Singida wote, ni ya wana Iramba wote. Sitawaangusha, bali nitawatambulisha kote mnakopita. Nikishajitaja mtaambiwa natokea kule kule anakotokea alikozaliwa waziri mkuu. Sitawaangusha. Ini emoti ile matemaza. Wala mulekeni kiasi gaya na kulati ite mashaka. Simantegelane. Simantegelane. Ndago ya kulele ligwa siku kutego ulagwa. Mwigia ndago ya kulele ligwa siku kutego ulagwa. Wala siku kutega kwa. Kwa hiyo imi ni matiliga makishekulu. Sikanika kumugusia. Yo inapigani piga pausi uitembe. Naliku kala asile yupo sele muigegiani. Sele muigile na nikutambule la yupo. Kapigaga pausi uitembe. Sikana kumugusia. Haya, hilo lilikuwa sehemu ya salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais na viongozi wetu wakuu. Sasa nimalizie kabla sijasikia mawili matatu kutoka kwenu. Nimalizie kwa hoja ambazo zimeletwa hapa. Hoja ya kwanza ambayo Mheshimiwa Diwani amesema ni ya maji. Na hoja hiyo imeshafafanuliwa vizuri na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Na huyu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji huyu, tukifuatilia vizuri unaweza ukakuta ni mzaliwa wa Iramba, jirani yetu hapa Bariadi. Kama mimi ambavyo wakifuatilia vizuri wanaweza wakanikuta kule Simiyu, na yeye tukimfuatilia tunaweza tukamkuta hapa Iramba. Kwa ni ndugu yetu wa kutokea hapa Simiyu. Hivyo hivyo na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, anatokea hapa Shinyanga. Kwa sababu ni barabarani pia, na yeye ukimfuatilia vizuri unaweza ukakuta ni wa Singida. Sio Mnyaturu huyo? Arimu Nyaturu huyo? Mweso? Mweso gati huyo. Alafu naibu waziri wa maji, yeye ni wa kutokea hapo Simiyu, ni ndugu yetu. Mnunamwe mwenu huyo. Hapa watu wa Simiyu hapa ndugu zako wako wengi. Hebu Simiyu wapunge mikono hapa. Kama unavyoona. Una ndugu zako wengi tu hapa. Kwa hiyo hili la maji limeshaelezewa vizuri. Na kwa sababu tunafanya kazi kwa ukaribu sana, na tunao mradi huu wa kutokea Ziwa Victoria, tunao mradi wa visima, tunao mradi wa miji 28 ambao Mheshimiwa Mbunge uliosema, lakini tunao pia mradi wa Ziwa Victoria unaopitia huku mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo yote miradi hiyo ikiwa na lengo kama Mheshimiwa Rais alivyosema alipokuwa hapa Iramba, kwamba miradi hiyo yote inalenga kwenda mpaka
Dodoma, lakini kabla haijafika Dodoma itakuwa imeshasambaa katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Iramba pamoja na wilaya zingine za mkoa wa Singida. Niwahakikishie tutaendelea kulifuatilia hili na maji ya Ziwa Victoria, lakini pia na maji ya miradi ya miji 28 pamoja na miradi ya visima kama ambavyo tumetoka kuisemea. Ninayo orodha yote ambayo tuliongea kijiji kwa kijiji iliyokuwa inaongelea miradi hiyo ya maji. Kwa hiyo tutakapoanza mwaka mpya wa fedha tutaendelea kuifuatilia. Lakini pia Mheshimiwa Diwani alisema gari la wagonjwa. Gari la wagonjwa. Ndani ya wiki hizi 2 tutakuwa tumeleta gari ya wagonjwa tarafa ya Shelui. Tutaileta, na kwa kuanzia nitawaomba mridhie kwa sababu tuna kata 4. Tuna kata 4 za tarafa ya Shelui. Na tuna kituo cha afya kule Mtoa, tuna kituo cha afya Shelui, tuna kituo cha afya Mgongo, tumeanza huku kata ya Ntwike. Kwa tulikubaliana kwa kuanzia tuweke kwenye kila makao makuu ya tarafa, itakuwa ni gari kubwa, ambulance ya kisasa ambayo inaweza ikachomoka mara moja ikaenda mpaka Mingela, ama ikachomoka mara moja ikaenda mpaka Lutamula kwa kadri ambavyo itakuwa inahitajika. Ndani ya wiki hizi 2 ambulance itakuwa imefika. Nimeweka wiki 2 ili pasiwe na kuisubiria, lakini nadhani mpaka wiki ijayo, siku 2 mpaka wiki ijayo nadhani itakuwa imeshafika. Hivi tunavyoongea dereva wa kwenda kuichukua yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuja ambulance ili tumalize hili jambo ambalo Mheshimiwa Diwani amelisema. Na kwa kweli itakuwa pia namna ya kumwenzi Mheshimiwa Diwani wetu aliyetutoka wa kata ya jirani pale makao makuu ya tarafa pale Shelui. Ni moja ya jambo alilililia sana kuhusu kupata ambulance. Na hata mikutano hii, kwa sababu ya kushukuru, tulipanga tuwe na mikutano 4 ya kushukuru. Tulipanga tuwe na mikutano 4 kila tarafa. Na wakati tunapanga tulikubaliana tufanye kila makao makuu ya tarafa. Lakini tukasema tusifanyie Shelui kwa sababu kwa kweli bado wako kwenye msiba, na mikutano hii ina shamra, ina sherehe, ina kuimba, ina kucheza. Tukasema haitakuwa heshima kuanza kusherehekea wakati tumetoka kwenye msiba wa diwani wetu siku chache zilizopita. Kwa wana Shelui hatujapuuza kufanyia makao makuu ya Shelui, lakini tulisema kwa sababu kwa kweli mmetoka kwenye msiba, ni muda mfupi sana kuanza kufanya sherehe pale. Lakini katika kuenzi hilo tutaleta hiyo ambulance kama ambavyo Mheshimiwa Diwani umesema. Marekebisho ya kituo chetu cha afya cha Mgongo na kule Ntwike, hii tumeipokea. Tutakapoanza mwaka wa fedha tumeshaweka tutaongeza kituo cha afya kata ya Ntwike. Katika hii miaka 5 inayokuja tutaongeza kituo kingine. Lakini tutajenga zahanati hapa Sekenge hapa Kongilani kama ambavyo Mheshimiwa Diwani ambavyo umesema. Na tutaboresha kituo chetu cha afya cha Mgongo ili kiendane na hadhi za vituo vya afya hivi vya kisasa ambavyo tumeendelea kuvijenga. Kwenu nyie wana Mgongo, sisi mtusaidie tu eneo, kwa sababu mnajua vituo hivi vya kisasa hivi vinahitaji maeneo makubwa. Lakini la pili, tumeelezewa hili la barabara. Hivi tunavyoongea usanifu wa hii barabara unaendelea. Barabara ili iweze kujengwa kuwa barabara ya lami lazima usanifu ufanyike ili ijulikane wapi panahitaji kitu gani, wapi pana madaraja, wapi panahitaji fidia, vyote hivyo viweze kujulikana. Na barabara hii itakwenda mpaka Sibiti. Na ikishaelekea huko mpaka Sibiti
maana yake tutaenda kujenga na lile daraja la pale kati ya Mingela na Nsunsu, ambalo ni daraja lililosalia ambalo linaendelea kuleta usumbufu katika ukanda huu. Lakini hivyo hivyo usanifu wa daraja la pale Nzalala kutokea Kiomboi kuja Meli umeshakamilika, na lenyewe katika mwaka wa fedha unaofuata utafuata. Bwana mlekedu makala mko mteni anankanda. Mlekedu kila kashida roho. Ndugu na koloniaso. Hao wanaambua bwana. Anamukato. Ani tia. Ene atile. Kwa hiyo hili ni la upande wa barabara, na kule Kidaru itafanyika ya Ndurumo pamoja na ya Tegero. Ile ya Tegero kati ya Kidaru na Tegero usanifu ulishakamilika, wanakamilisha kuamua wapi panafaa. Lakini ile ya Ndurumo na yenyewe itafuatia baada ya kuwa tumekamilisha. Ninyi ni mashahidi wakubwa kwamba tuliwaambia uchaguzi ule uliopita kuhusu Mto Mwajuma, na tukawaambia kuhusu hiki kipande cha pili karibu na Mto Mwajuma, eneo ambalo lilikuwa na usumbufu miaka na miaka. Tulishajaribisha hata daraja la chini ikashindikana, lakini chini ya uhodari wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ukiweka kwa ujumla wake ya madaraja mawili ni karibu bilioni 10 zimemwagwa kati ya Ntweke na Mgongo. Daraja jengwe ile gorofa. Simole onane bwana. Tu ile gorofa. Imazi mpaka nendayo na Masambo mapela kupika kile la Mkianya. Simonde gelane ndwana. Yo inasagana nekia iladu ya sukuma yane alekile kila busu gani na igela papo gale nao gadi ya wana genzela na mlekile kila busu gani kia ni aso wigwa. Kwa hiyo daraja la viwango, lakini pia madaraja yote ya kuelekea upande wa kuelekea Mtekente pale Kinkungu ilikuwa shida kubwa sana. Jamani, limekamilika ama halijakamilika? Sasa hivi tunapita juu kwa juu, hamna kusubiri maji yapite. Pale na kwenyewe ilikuwa shida, tumepoteza maisha ya watu wengi sana. Lakini pia na kamto kambele yake na kenyewe daraja la juu, lakini na lile kubwa ambalo lilishakamilika la kule Mtoa. Hiyo barabara na yenyewe mwaka wa fedha utakapoanza atatafutwa mtu wa kusanifu, ambapo itaunganishwa na yenyewe iende paka Urugu, paka Mlandala na iende paka kule Sipuka. Inaenda paka Sipuka. Na hii ya kutokea Ndago mpaka Singida mjini, mkandarasi yuko site, na kwa sababu baadaye nitaenda Ndago nitawaelezea. Imechelewa, lakini wala wanandago wasiwe na shida. Nitawaambia pale ni kwamba tulifanya uamuzi ndani ya serikali wa kumaliza miradi ya kimkakati ili tuweze kuendelea na miradi ambayo ilikuwa inaanza. Miradi ambayo ni ya kimkakati na ilishafika karibu 70-80. Tuliona tuimalizie. Moja ya mradi mkubwa ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Niliwahi kuambia hapa kwamba umeme sio tu hizi nguzo na nyaya, kuna nishati yenyewe ambayo inazalishwa ndio inapitishwa kwenye hizo nyaya. Sasa tulipokuwa tumeweka umeme ukafika kila kijiji, yalitokea matatizo ya kwamba sasa tunaanza kushuhudia upungufu wa umeme. Ndio maana ukaanza kutokea mambo ya mgao wa umeme. Hivi tunavyoongea bwawa la Mwalimu Nyerere sasa lilishakamilika. Sambamba na bwawa la Mwalimu Nyerere kulikuwa na mradi wa Kigongo Busisi, daraja la JPM, ambalo na lenyewe lilikuwa limekaribia kukamilika, linahitaji fedha tu ili iweze kukamilishwa. Lakini pia tulikuwa na jambo la reli ya kisasa ambayo sasa imeshafika paka Dodoma, na kwenye ilani tumepanga tuilete paka Singida, na kwenye dira tumeweka iletwe paka Singida. Lakini tayari na lenyewe ujenzi wa reli imeshafika mpaka Dodoma na inafanya kazi. Kwa maana hiyo
baadhi ya miradi iliyokuwa inachukua fedha na athari zake zikaenda kwenye miradi mingine haitakuwepo tena. Bwawa limekamilika, daraja la Kigongo Busisi limekamilika. Maana yake katika mwaka wa fedha huu unaokuja tunatarajia miradi ambayo kasi yake ilipungua, ukiwemo huo wa Ndago Sipuka, Kizaga, Ndago Sipuka, Singida kule Sabasaba, na wenyewe sasa utapata fedha kwa mtiririko unaofaa ili uweze kuongezewa kasi ya utekelezaji. Hivyo hivyo na miradi ya maji. Ipo miradi ya maji ambayo ilienda kwa kasi dogo. Tunatarajia tunapoanza mwaka wa fedha tarehe 1 Julai, makusanyo yote ya fedha zinazokwenda kwenye mifuko haitapitia mfuko mkuu, itakwenda moja kwa moja kwenye sekta waweze kuendelea na utekelezaji wa miradi hiyo. Tumeshalipitisha ndani ya serikali na sasa hivi tunasubiri tu bunge lipitishe mapendekezo hayo, na tukishapitisha tutakuwa na fedha nyingi ziko kwenye sekta ya maji, zinaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji. Za TARURA zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Za TANROADS zitakwenda moja kwa moja mfuko wa barabara, na zile za umeme zitakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa REA. Maana yake nini? Maeneo yote mnayoyaona katika mwaka mmoja ama mwaka na nusu yalisuasua, yalipungua kasi, hayatakuwa na kasi ya aina hiyo tena, bali kasi yake itaongezeka. Nimeyapokea haya mengine ambayo yameelezewa na Mheshimiwa Diwani, lakini pia na viongozi waliotangulia kusema. Mimi niwashukuru sana. Ili nisimalize muda hata wa kusikia watu wawili watatu, basi nitumie muda huu ili tupate wawili watatu ambao wangekuwa na jambo la kusema. Kuandelie pimbwana. Kupatako kwa uwakilishi, kupata uwakilishi. Tupate uwakilishi hapa moja, na yule kule moja, na yule pale moja, na huyu hapa moja. Haya, wakati wale wanaotokea mbali wanaendelea kusogea, we mama sogea kwenye maiki tukusikie kwanza wewe. Songele zigizigi. Mkembetwe. Haya, msogezeni mama hapo tumsikie kwanza wakati wengine wanasogea. Naitwa Evalini Emmanuel. Mheshimiwa Mbunge Mwigulu, tuna changamoto ya wajasiriamali wadogo wadogo. Wewe kwa hata ikikunde wewe. Wajasiriamali wadogo wadogo wauza mafuta Shelui. Tuna changamoto. Yani Tuna changamoto ya wakala wa vipimo, wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba. Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi? Yani mtu wa wakala wa vipimo unajiamini nini? Unawasumbua mpaka hawa wa Shelui. Paka penili amba. Wele pe umuntu wa wakala wewe kukwela. Ige shekale hii alikuwa epelo ila alikuwa epelo na angulangu igele muigale uyeza mumpongolo wazo ambulele na ngombe na mkona nilie. Aya, mtu huyo ni wakala. Hebu ifafanue usumbufu wake ni nini? Afafanue kwanza usumbufu wenyewe unaotokana na wakala ni nini, afu tumkaribishe mtu wa wakala. Wakala subiri hapo. Kusombola kento kidodu.
Yaani hasa hii zile ulotondo nalo kaka upatile ajali. Eyo nyabasi ni pikipiki epo. Kaulemo. Ale kwendile kunsoka. Na kule ke makuta ku barabara. Na aza nako kenkele makuta meto. Walibeba lita 20 moja, lita 10 moja, lita 5 mbili na lita 3 mbili. Ashokiliene. Hawajarudisha, wamebeba wameondoka nayo. Na hatuna mtaji baba, tuna marejesho, tuna familia na tuna watoto tunawalea, tunawalipia hela za walimu na michango ya chakula. Hebu Akala, kwa nini mmechukua hayo mafuta? Kama usikii Kinyiramba anasema walienda msibani, walivorudi wakakuta mmechukua madumu yao ya mafuta. Na wao wana marejesho. Kwa nini mmechukua mafuta? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mwakiti akilia pena kaini. Naitwa Alex Marajani, ni kaimu meneja wakala vipimo Singida. Kwa nini mlichukua mafuta ya wajasiriamali? Kulikuwa na changamoto pale ya ukaguzi, walienda pale siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 kwa ajili ya ukaguzi wa kusikiza. Sasa mara nyingi huwa tukienda pale wanakimbia. Kwa hiyo tulichokifanya ni kufika pale na kuchukua Kwa nini mmechukua mafuta? Ndio swali linalosema. Tumechukua kwa sababu tumekaguzi wa tumechukua kwa sababu sheria ya tujaribu kupima kwenye ujazo haikuwa sahihi. Wewe huwa unafuatilia ziara za waziri mkuu? Nilisemaje kuhusu kuchukua bidhaa za wananchi? Wewe unafuatiliaga ziara? Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi? Tunaagiza kama tusikamate. Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Dumu moja la mafuta ndio mtaji wake. Nyinyi mnachukuaje? Mnachukuaje bidhaa? Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Ni kwa nini mmeenda kuchukua kwa nini mmeenda kuchukua mafuta ya wafanyabiashara? Tumechukua. Haya mafuta hayo yako wapi? Tunayo kama kielelezo. Kabla sijaondoka wilaya ya Iramba mwe mmeshawarudishia, na ili mshike adabu. Mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo bidhaa, weka ndani washike adabu. Haya mambo gani ya kijinga mnaleta haya? Nani hao waliochukua ya mafuta? Hebu wataje waliochukua hao. Mambo gani haya? Nimewaambia msichukue bidhaa. Nimewaambieni, mimi mnataka turudie mara ngapi haya? Mambo ya kizamani hayo. Baba, tuna marejesho ya Samia. Itarudishwa. Hii umeshamaliza. Inarudishwa leo. Mwatafute leo mwarudishie bidhaa zao. Tuna siku 5 baba, tufanye biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani. Nimeshaelekeza yanarudishwa leo na mkaendelee na shughuli. Kwa majina naitwa Elia Msindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru kwa ziara yako na nikushukuru pia kwa kuteuliwa na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuliongoza taifa hili kama Waziri Mkuu. Ngoja nirejee kusisitiza hili jambo. Narejea tena. Watu wote mnaosimamia mambo ya udhibiti, msichukue bidhaa za wananchi. Hizo ni ofisi zao. Hiyo ni mitaji yao. Msichukue bidhaa za wananchi. Msichukue bidhaa za Watanzania. Hizo ni ofisi zao. Nimesema sijui jambo lolote linalohitaji faini, sijui amefanya makosa gani.
Mambo gani haya? Na tunaacha kushughulika na shughuli za maendeleo, tunaenda kuwatia watu maskini. Nilielekeza iwe gari, iwe pikipiki, iwe baiskeli, kama haijafanya makosa yale yasiyo na dhamana, msiishikilie. Watu, kwa nini hatuelewani? Watu wa serikali wengi tungewaacha mwezi mmoja mrefu sana. Tungewaondoa kwenye mishahara mwezi mmoja mrefu sana. Mngeona jinsi kuishi bila kwa kujitegemea kukoje. Si jambo jepesi. Haishapatikana aliyebeba hivyo vifaa. Wavirudishe leo. Haya, tuende anayefuata. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ujio wako na kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu yake. Pointi yangu ya msingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuzungumzia ishu ya mgodi wa namba 5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ombi, mgodi wa namba 5 ulianza kuchimbwa na wachimbaji wadogo wadogo, ulishamiri kazi zake tangu mwaka 2016. Na tunaishukuru serikali mwaka 2022 ilituletea umeme. Wananchi wako kwa kukopa na kufanya namna mbalimbali waliendeleza shughuli za utafiti na kufanikiwa kukuta mwamba wa dhahabu. Tangu mwaka 2016 alikuwepo Joshua Stephen Kazi. Historia inaonyesha yeye ndo alikuwa mmiliki wa leseni na alikuwa akichukua ritani, na serikali yetu pia kupitia maofisa wa jiolojia na RMO walihusika kwa ajili ya kutusimamia na kutoa ushirikiano wa kiusalama pamoja na mapato ya serikali. Joshua Stephen Kazi ikaonekana alimuuzia au alimkabidhi leseni Sunshine. Wenzetu hawa, tumia lugha rahisi tu ya Wachina, sina maana nimewabagua, wakapewa leseni hii, na wao walipokuwa kwenye kutekeleza majukumu yao ya kumiliki leseni hawakuja kutubuguzi kwa kipindi chote hicho. Kwa hiyo tuliendelea kufanya kazi, tukizalisha, tukitoa ritani, tukitembelewa na maerimo, na mimi mwenyewe ni kiranja wa usalama, ni chief inspector wa mgodi huo miaka 9 sasa. Hawa Sunshine ikaonekana na wao wameikabidhi leseni kwa 777. Hawa walipokabidhiwa leseni hii wakaja, nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni dabi ile ya Kariakoo, sikumbuki ilikuwa tarehe ngapi, Simba na Yanga. Hawa watu rasmi sasa, baada ya kuwa na mivutano mingi, tulikimbilia kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Suleiman Mwenda, mlezi wetu, naye hapo akatusaidia kwa vikao karibu 3, lakini mwisho wa siku amri yake ikachukua nafasi tuondoke. Tulimlilia sana na nimshukuru, alitupa miezi 3, na mwezi wa 7 tarehe 1 mwaka huu, maana yake watu wanatakiwa waondoke pale namba 5. Ombi langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa Sunshine, kwa sababu hawa wenzao waliokuwepo hawakuwahi kutubuguzi, hatukuonekana ni watukutu kwenye ritani wala kutoa ushirikiano kwa serikali, ningeomba kwa heshima na taadhima mambo mawili. Watuachie kipande ambacho tayari bado hawajakiwekea fensi. Wameweka fensi kwenye kipande kidogo ambacho tayari wamekwisha kuelewana na mwenye shamba, lakini eneo linaonekana kwamba bado linaendelea kuwa chini yao, na kwa sababu mwezi wa 7 ni kesho kutwa, maana yake tunatakiwa tuondoke, na ndo familia zetu tunasomesha watoto wako vioni, wengine wenda wakaja wakawa mawaziri kama wewe siku za baadaye. Sasa ningeomba basi, kwa sababu meneja tunaye hapa, kaka yangu John, ningekuomba kwa heshima na taazima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nabidi nikusubirie. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Samani, mwache mkuu kidogo atuzunguke. Naomba niitifaki, nisikilize vizuri mkuu. Jambo la msingi, na tumetuliza taharuki, huenda mabomu yangeshari ndima, lakini tumetumia hekima ya kutulizana kwa kufuata utaratibu, kwa sababu hakuna haki inadaiwa kwa msuli isipokuwa utaratibu. Ombi langu kwa meneja na kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, vitu viwili ama vitatu. Eneo hili ambalo hawalitumii na wamesema wataweka shapu kwa ajili ya kuyakabili maji na kuendelea kufanya uchimbaji uwe mwepesi kwenye bonde la Sekenke, mimi naona ni jambo jema, na tunawapenda wageni na tunapenda uwekezaji. Narudia tena, meneja John, unanisikia na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningekuomba hivi, ili eneo la chini huko kwenye shamba la Nzentapula, hebu acha wananchi wadogo wadogo waendelee kuchimba.
huku. La pili, nimalizie mheshimiwa, kama haitawezekana atupe fidia, hao watu wapewe fidia mashapu 34. Hakuna mmiliki wa leseni wala kikundi cha leseni wala taasisi inayomiliki leseni ikawa ina kazi ngumu. Hakuna kazi ngumu kama utafiti. Tumeshafanya utafiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo miezi mitatu tuondoke na sisi ni watoto wa baba na mama Tanzania. Haya, nimekupata. Msingi wakati unasema mkuu wa wilaya mwache, nilikuwa napata ufafanuzi hapa ili nikupe jibu la hapa. Sasa siende mbali. Wewe si mmoja wapo ni kiongozi, na mwingine nani? Kiongozi mwingine nani? Yule pale. Haya, kwa hiyo ninyi, wewe pamoja na yule mwenzako, basi ninyi ambao mnaongea kwa niaba ya wenzenu mtapewa mmoja wenu. Haya, mmoja wenu andikisha kwa msaidizi wa mkuu wa wilaya. Kesho tuonane, wewe pamoja na uwakilishi wa mgodi. Tuonane asubuhi kesho. Kesho mtapewa mwongozo, tuje tukutane kabla ya mkutano wa kesho, Mungu akitupa uzima, ili tuongee na tushughulikie mapendekezo hayo mlioyatoa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watafute wamiliki wa mgodi, kesho tuonane nao. Vijana wameleta pendekezo ambalo nadhani tutaona lipi ni zuri tuweze kulifanyia kazi. Na hii migodi ya hapa, nilimwomba Mheshimiwa Rais awape vijana wetu wa Iramba, na Mheshimiwa Rais akawapa. Kwa naamini hawa wenzetu ambao wanachimba kwa skeli kubwa inabidi wazingatie hilo. Tulitambua kwamba wachimbaji wakubwa wapo, lakini tulijua kwamba vijana wetu pia wanaendesha maisha kwa uchimbaji hapa. Wapo wanaoendesha maisha kwa uchimbaji. Kwa hiyo kesho tutajadiliana na upande wa mgodi ili tuweze kwenda nalo. Tutawaita kesho, tutapanga vizuri muda, kesho tukae nao. Anayefuata, kwanza wale ambao wako kwa hoja ya kikundi, tuone kama kuna ambao ni hoja ya kikundi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kukufikisha hapa. Tumefuatilia ziara yako kwa karibu sana kwa kweli. Tumeona umefika hapa karibu, na sisi tumetoka wilaya ya Mbulu. Tuna matatizo makubwa sana. Kipindi ulipokuwa umefika wilaya ya Mbulu, sisi tulikuwa bado hatujajipanga kukuona. Tuna tatizo letu la kuhusu kikundi cha kina mama. Tuna nyumba ambayo tulinunua mwaka wa 70, wazazi wetu walinunua hapa moja hapo, kikundi cha watu 35. Nyumba hiyo ilinunuliwa mwaka wa 70, wakatunza eneo lao, walinunua nyumba kama vile kilindo cha shamba yenye vyumba viwili vya nyasi. Lakini kwa umoja wetu wa kina mama umoja, wakabomoa lile nyasi, wakajenga nyumba ya vyumba 5. Basi baada ya kuendelea kuishi hapo, hiyo nyumba kwa ajili ya biashara yao, walikuwa wanafanya biashara nyingine, vyumba vingine wanakodisha, wanapangisha wapangaji. Lakini mwisho wa siku akatokea mtu anadai kwamba kwenye mwaka 2010 anasema nyumba ile ni ya kwake, wakati sisi tayari tupo ndani ya umiliki na tunalipia ardhi. Ni nani aliyesema ni nyumba yake? Dada mwanamke mmoja anaitwa Asha Kulule, anasema nyumba ilikuwa ya baba yake. Tunamwambia baba yako alishauza, na vielelezo hivi hapa vipo. Haelewi, anadai nyumba ya kwake. Tunakwenda kwa baraza inatupa bila kujielewa, na nyaraka zote tunazo, tunalipia serikali. Sasa hivi iko hatua gani? Sasa hivi kesi juzi imewazika tarehe 28 ya mwezi wa 5. Tuna dongo baraza la ardhi la wilaya. Tunaambiwa nyumba sio yetu. Imeshaamuliwa au bado? Imeshaamuliwa tayari. Tunaambiwa nyumba, sisi kuwa na umiliki wa hati ya umiliki sio sababu ya kuwa wamiliki ni wale. Sisi kama hatuna haki ya kuwa tuna hati hii ya umiliki, hatuna haki ya kumiliki ardhi yetu. Sasa tunataka tuwe na nini? Wanasema ndio hivyo, nyumba ni ya huyu mwanamke anaitwa Asha Kulule, ndio mwenye haki. Pole. Basi tukasema ngoja tuende kumwona DC wetu wa wilaya. Pole, njoo hapa unana na msaidizi wangu ambaye ni mwanasheria. Muieleze vizuri ili tuone namna hatua ambayo tunatakiwa kuifanya, hasa kwa kweli ishafika kwenye mkondo wa kisheria. Njoo hapa na mmoja wa msaidizi wangu ambaye ni wa sheria, mpe hivyo vielelezo aviangalie, mpe maelezo. Poleni sana. Mpeleke taratibu mamangu, mpeleke taratibu. Msivute haraka bibi yetu.
Basi ngoja wasikilize vizuri ili tuone kisheria hatua gani tunatakiwa kuifuata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina naitwa Jackson Rwebangira Ndiamkama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natokea Bukoba mjini, mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuja hapa, nina changamoto yangu ambayo kimsingi iko ofisini kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ndiye mmiliki wa hoteli ya Eco Beach. Iko wapi? Iko Bukoba mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoteli hiyo nilijenga kwa kushirikiana na wazazi wangu ambao baba yangu sasa hivi ameshafariki, lakini baada ya kuwa tumetengeneza hiyo hoteli na hiyo bichi kwa miaka kama 8, baadaye akaja uhakiki mali wa serikali. Ile tume ya uhakiki mali ya serikali iliyoundwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tume hiyo haikutupa nafasi ya kuweza kutusikiliza na kuweza kuwasilisha vielelezo vya umiliki huo, wakati kipindi wanakuja babangu tayari alikuwa yuko kwenye ugonjwa wa stroke, yani kiharusi. Unavyo vielelezo? Ninavyo, ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, sasa onana na wasaidizi wangu, tukimaliza mikutano yote, kwa sababu ni jambo la vielelezo na nataka nivione mwenyewe. Ndio Mheshimiwa. Baadaye jioni uje unionyeshe vielelezo. Watakuelekeza nitakapokuwa. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Njoo hapa watakuelekeza nitakapokuwa, uje na hivyo vielelezo ili niviangalie. Anayefuata. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nashukuru sana kwa kufika. Mimi kwa jina naitwa Safi Hassani Musa. Mimi nilienda ofisini, nilikuwa naomba mkopo wa 2%. Ndio, nilikuwa naomba mkopo wa 2%, lakini tulimaliza na afisa maendeleo kila kitu, taratibu zote alinipa. Lakini tulikuja kupishana kitu kimoja tu, akaniuliza, kwani dumu la mafuta unajua linauzwaje? Kipindi hicho ilikuwa ni mwaka huu mwezi wa pili. Nikamwambia hivi, linauzwa 97. Akaniambia hamna, si kweli. Mbona mimi naishi hapa najua mafuta yanavyouzwa. Taratibu zote tumeshamaliza. Ndio tukaishia tu hapo. Nikaona tu kama labda hataki tu kunihudumia mimi labda. Haya. Kero yangu ndio hiyo. Hapo wilayani. Hapa ofisini, hapa ofisi za Shelui, afisa maendeleo hapa. Afisa maendeleo, hebu njoo tuambie hilo dumu limekuhamishaje shughuli yote hii? Afisa maendeleo wa kata ya Shelui yuko wapi? Afisa maendeleo wa kata ya Shelui? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Hebu tuambie afisa maendeleo wako yuko wapi? Tuambie dumu limekuhamishaje bwana. Kwa natoa mikopo kwa kuuliza maswali ya imla. Yuko wapi afisa maendeleo huyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumewaagiza watendaji wote wahudhurie mkutano huu. Sasa sijapata taarifa zake kwamba anahudhuru gani kwa kweli. Anaitwa nani? Peter Anderson. Hataki kazi. Yuko wapi? Peter Anderson, popote ulipo njoo kwenye mic haraka. Anakuja mheshimiwa. Haya, Peter, unamkumbuka huyo mama yetu? Ndio, namkumbuka. Alikuja kwako, alikuja ofisini kwenye jambo la mikopo ile ya watu wenye ulemavu. Ndio. Mlishakubaliana kila kitu. Mwishoni ukaanza kumhoji maswali ya bei ya dumu la mafuta, na baada ya hapo mkopo ukaendelea. Bei ya dumu la mafuta ilikuhamishaje mkopo? Mheshimiwa, ni kweli huyo namfahamu, na alikuja kwangu nikamsajili kwa lengo la kupata mkopo.
lakini sisi maafisa maendeleo ni sehemu pia ya wataalamu. Mjasiriamali akija, kwanza tunapokea ombi lake, lakini pia tunatumika kama wataalamu washauri kwa lile wazo ambalo wamekuja nalo. Mhusika muuliza swali alikuja na wazo la kuuza mafuta. Akasema mafuta yake yeye hauzi hapa, anasafirisha, kuna mtu mwingine anapeleka Dar es Salaam, kwamba kule kuna mtu ndugu yake mwanajeshi huwa anamuuzia. Sasa mimi nilichomshauri kwamba ili kuwe na ufuatiliaji wa karibu wa biashara yako, wewe uko hapo, kule unayempelekea sio rahisi kufanya ile ufuatiliaji wa karibu. Nikampa ushauri, kwa wewe ili biashara wewe unaifuatilia kwa karibu, hebu angalia ile biashara ambayo una uwezo wa kuisimamia ukiwa hapo. Na tukachukulia mifano, alikuja na mlezi wake ambaye ni baba yake. Baada ya kuwashauri hivyo, akasema basi ngoja tuangalie miradi eza ya pikipiki ambayo tukiwa hapa ana uwezo wa kumpa mtu jioni akawa analeta mapato, asipoleta ni rahisi kujua kwamba huyu sasa anaanza kusumbua, akamtafuta mwingine. Basi nikamwambia kama ni wazo hili, nendeni mkafikirie, mkiona hili ndo linafaa, basi hilo litumike kuja kuomba mkopo. Lakini kama ni hilo ambalo mlilokuwa nalo mwanzo, pia mtarudi tuweze kujua kwamba mtasimamia hili au lile la awali la kuuza mafuta. Kwa hiyo mimi nilitoa ushauri na nikawapa nafasi waende wakajifikirie. Baada hapo hakuweza kurudi tena. Afisa maendeleo, kwanza nilishapata hasira kali sana. Nilidhani ulivyouliza bei ya mafuta ya dumu, nikajua umetumia lugha ya wala rushwa wale, yani kwamba umeshindwa kuleta hata dumu moja tu la mafuta hapa. Kumbe ulikuwa unatoa elimu ya mkopo. Hiyo ni kazi nzuri, umefanya kazi nzuri. Umefanya kazi nzuri ya kuelimisha ili waweze kufanya vizuri. Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa Waziri, unajua ile ongea wala rushwa ile. Anaweza akakwambia si unajua Krismasi imeshafika. Ukadhani mnataka kwenda kuabudu, kumbe anaongelea umpe rushwa. Haya, kumbe ulikuwa unatoa elimu. Nadhani ni jambo zuri kuwa guide, kuwaelekeza vikundi ama wajasiriamali njia nzuri ya kufanya. Isipokuwa ni kweli zipo hizo biashara za siku hizi, biashara zinafanyika hata kwa mtandao, kwamba mtu anakuwa na mteja wake anayemgawia, anayempelekea, anakuwa supplier wa hivyo vitu vyake. Anaweza akawepo mtu yuko Iramba lakini anapeleka kuku kwenye hoteli moja Dar es Salaam. Inatokea hiyo. Na kwa kuzingatia kwamba hili kundi la watu wenye ulemavu ni kundi mahususi tofauti na vikundi vingine, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi na afisa maendeleo, niwaelekeze muangalie upya wazo lake. Kama wazo lake yeye anakoona fedha italipa, ana soko la uhakika, ni hilo, mpatieni na mimi nitamchangia. Na mimi, uliomba shilingi ngapi mama? Mimi niliomba 2,000,000. Haya, kwa hiyo wakati wanakuandalia hiyo, na mimi nitakutangulizia 1,000,000 uanze. Asante. Hebu onana na katibu pale. Basi mkurugenzi, iangalieni kama biashara yake yeye alikokuwa na uhakika wa soko ni huko, iangalieni upya hiyo shughuli yake. Mimi nitampa grant, sio mkopo. Nitampa ruzuku. Mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, kwa hiyo tutamsaidia hiyo. Onaneni na katibu hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina mimi naitwa Mwalimu Nalogwa Temaeli, ni mwalimu mstaafu. Nilistaafu tangu mwaka 2018. Nina miaka 8 sasa.
kero yangu kubwa pamoja na wenzangu, sisi tulistaafu wakati tulishaandika barua za kustaafu, tukastaafu tukalipwa mafao kwa daraja la nyuma. Sasa mpaka sasa tukaanza kuhangaika kufuatilia kulipwa ile tofauti. Mnalipiwa wapi, mkoani au kwa mifuko yetu? Mifuko yetu ya PSSF, mifuko ya mafao. Tuna mwakilishi wa mifuko? Tunaye mtu wa labda tu nisikilize ili tupate mtu ambaye anaweza akalipata moja kwa moja, ili baadaye tusimuelezee mara mbili. Tuna mtu wa mifuko hapa? Mkuu wa utumishi au ametangulia na RC? PSSF, NSSF? Tuna mwakilishi yeyote wa mifuko hapa? Yupo Haya. Tumempata Haya, ameshakuja hapo. Hebu elezea sasa kilichotokea. Kilichotokea, tulienda kule ofisini, wakatuelekeza tufuatilie malipo yetu, yale makato ambayo huwa tunakatwa na mkurugenzi. Tulipofuatilia kwa mkurugenzi, hatukufanikiwa kulipwa, kupelekewa yale makato yetu kwenye mfuko. Mkurugenzi uko naye hapo? Mkurugenzi ndio, tuambie hilo. Makato, unamfahamu mkurugenzi wako? Namfahamu vizuri. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba swala hili nilikabidhi kwa afisa utumishi, ndio mmiliki wa watumishi, naye yuko hapa. Amelifanyia kazi kwa uzuri. Sogea. Hebu tuambie hilo jambo likoje? Unalikumbuka? Hamjapeleka hiyo tofauti? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Afisa utumishi, kwanza hebu ngoja utusaidie hili jambo kwa nchi nzima. Tupate uelewa tu, ili baadaye sisi tukienda kule wizarani kwenye sera tuliangalia. Nimekutana na haya mambo mengi sana ya mwajiri hakupeleka michango, mtu alishafanya kazi miaka yote mpaka anastaafu, unakosekana mchango wa mwezi mmoja ama miwili, mafao yote yanakwama. Sawa. Na mnajua kiwango ambacho alishafika, na ninyi ndio serikali, kwenye mwajiri ni ninyi wenyewe ama mwajiri yeyote yule. Kwa nini amlipi alafu ule mwajiri si wenyewe ndio mnaolipa? Hebu tupe hilo la ndugu yetu hapo na hilo la kisera. Sawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna namna mbili. Namna ya kwanza, kwa miaka ya nyuma kuanzia 1984 kurudi nyuma, fedha hizi za mifuko zilikuwa zinapelekwa na wakurugenzi, kwa maana ya kwamba mishahara pamoja na makato yake yalikuwa yanawasilishwa kwa mwajiri, afu mwajiri anachanganua zile fedha, kwa anakuwa anazipeleka kwenye mifuko mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali zile za kijamii, alikuwa anapeleka hizo fedha. Sasa kulingana na kutokana na wakati ule serikali za mitaa zilikuwa na mapato hafifu, ikawa inapelekea wakati mwingine kuzitumia zile fedha. Sasa wakishakuwa wakizitumia wakiwa na wazo kwamba sasa watakapokusanya mapato yao ya ndani wataweza kuziwasilisha zile fedha kwenye mifuko husika. Kwa hilo lilikuwa linashindikana, ndio ikapelekea. Haya, sasa hilo la mwananchi hapo, hilo likoje? Ninyi ndio ili la pili ndio sema yako mawili. La pili sasa linatokana na watumishi wanaotarajia kustaafu kupewa kibali cha kupandishwa cheo. Wanasema mtumishi aliyekuwa na miaka karibu ya kustaafu, ana miezi 6 kabla ya kustaafu, basi anaweza akapandishwa cheo. Basi watumishi wale walikuwa wanapata nafasi hiyo ya kupandishwa cheo. Sasa napopandishwa cheo, kwa kipindi cha nyuma hatukuwa tunatumia mifumo. Wale watu ilikuwa unapeleka taarifa zao hazina, alafu hazina wanambadilishia mshahara. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda. Haya, nakuuliza sasa kwa swali hilo lililoulizwa. Unalifahamu hilo jambo? Limekaa kwa mfumo huu
Watumishi wale ambao walikuwa hawajapata mishahara, hawajabadilishwa cheo baada ya kumaliza ajira zao, walikuwa wanatakiwa walipwe arrears. Sasa kwenye kulipa arrears, naambiwa lazima uwe na salary slip at least ya mwezi mmoja uliopata ule mshahara mpya. Wale wastaafu walikuwa wanakosa hilo. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kwamba lazima tupeleke maombi ya pale hazina, ili hazina waweze kumlipa kama arrears. Wakimlipa kama arrears, basi zile fedha za mfuko zinakwenda kule. Sasa kwa sababu ilikuwa inachelewa, wanasema zile fedha. Afisa utumishi, wewe mlipa mishahara, basi ndio unayelipa mishahara, unamwambia lete slip. Ninyi hamna rekodi kwamba huu mshahara wa mwisho tumemlipa kiasi gani? Anakuwa hajapata mshahara mpya, anakuwa bado anakuwa na mshahara wa zamani. Ndio maana anasema mchango. Ndio mimi ninachosema sasa, kwa dunia hii ya sasa ya, unajua zamani mambo yalikuwa dirishani, labda mtu amesaini au. Kwa sasa hivi kwa karne hii ya sasa ya kidigitali, ninyi hamna kabisa pa kuperuzi huyu kalipwa kiasi gani, mpaka ikikosekana slip wa mwezi kumlipa. Inafahamika. Naongea jambo la kisera tu hili. Yaani ninyi mmeenda kwa mazoea tu. Kweli kabisa serikali mnakuwa hamna record kasoro hiyo slip yake. Kwa fedha ambazo zinakuwa ni pungufu ya mshahara wake zinafahamika. Kwa nini asilipwe? Tunarudi kwenye utaratibu wa kulipa, wanalipwa. Wanakuwa ni wengi kiasi kwamba uwezo wa halmashauri kulipa unakuwa ni mdogo. Kwa mfano halmashauri ya kwetu, wale watumishi wa staff wote wanadai karibu milioni 98. Haya bwana. Sasa ndugu yangu, kaa na afisa utumishi ili muichambue kabisa hiyo hoja aijue. Akishaijua mtampa mkurugenzi. Mimi nitaongea na mkurugenzi tuone namna ya kushughulikia jambo la wote, kwa sababu nasema wako wengi. Kaeni hapo, ichambueni vizuri, mkishaelewana mtampa mkurugenzi ili mimi nitaongea na mkurugenzi. Ili nipate hiyo, pata la kwako nipate na ya wenzako hao wanaowasema. Mwacheni tu amalizie. Mwachie amalizie. Lakini pia taratibu zote mheshimiwa tulizifanya na kumbukumbu wanazo. La pili, sisi tulikuwa na SACCOS yetu ya Chamwai. SACCOS yetu hii ya Chamwai, mlezi wetu huyu mkurugenzi, tangu mwaka ule 2018 tuna madai yetu na tumefuata taratibu zote na tumepita sehemu nyingi. Mpaka sasa mkurugenzi huyu alitumia pesa zetu. Yeye mwenyewe kama mkurugenzi ameshindwa kutulipa. Huwa anatuahidi kutoka 2018 mpaka sasa hajatulipa. Na walimu wengi wengine wamepotea. Tunaomba na hili Sawa, nimekupata mkurugenzi. SACCOS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli SACCOS kwenye maandishi tuliyoperuzi tumeikuta, na SACCOS ilikuwa inamilikiwa na enzi ile halmashauri mbili, wakati ya Iramba ni pamoja na Mkalama. Deni likaonekana kwa baada ya kugawana kwa halmashauri ya wilaya Iramba tunadaiwa milioni 8.6. Kwenye dokumenti deni ambalo liko Iramba ni milioni 8. Na mara ya mwisho hao watu wa Chamwai niliwaomba wanipatie account ya Chamwai. Walichokifanya, walikuja wazee wanne waniletea account ya mtu binafsi. Hapo tulitofautiana kwamba kuingiza hizi fedha za Chamwai kwenye account ya binafsi, baadaye tutakosa ushahidi kwamba tumelipa. Kwa zile milioni 8 za halmashauri ya wilaya Iramba, tuliomba account ya Chamwai ili tuziingize kwenye account ya Chamwai. Hiyo ndio account ambayo kwangu mimi imekosekana hapo. Tumekosa account ya Chamwai. Vinginevyo ilikuwa tuwape wale wanne ambao wanaidai Iramba. Sasa sisi tulishindwa, tungekosa kumbukumbu ya kisheria baadaye kwamba Chamwai tumelipa kwenye account yake. Kwa Iramba sisi tuliishia hapo. Haya, sasa niwaombe jambo moja. Watu wamekaa juani muda mrefu sana. Niwaombe jambo moja, mridhie. Niwaombe mridhie. Wale ambao bado wanahoja wako wapi?
Hawa hapa na hawa hapa. Niombe mridhie tuonane kesho asubuhi nyumbani. Tutawasikiliza vizuri zaidi. Si ndio hivyo ndugu zangu? Alafu kapelane kiona ntondo sikukiza ndio wane bwana yenyewe. Si hiyo na bwana. Pa ikulu yetu pa Misigiri huko. Si sawa na bwana. Hiyo si iko sawa. Hebu wanaosema iko sawa tutaonana kesho, wanyoshe mikono. Yeye tunaonana Misigiri. Huku ngoto asubuhi tukimaliza ibada ya kwanza 12 mpaka saa 1. Tuweke saa 2 baada ya ibada ya alfajiri zaidi. Si sawa ndugu zangu? Misigiri pale. Misigiri nimesema pale. Misigiri nyumbani. Misigiri nyumbani kwa mbunge. Penakukionela. Siyo na bwana. Kotaganile ko mulumbu diwani. Kotaganile ko mulumba. Huku si tumeelewana? Narejea na kwapo. Mwenyi. Bugileti lakati. Soke antui makale sana mpasu. Na muonaso yenye na kile mteti hoja. Nduwega mwenyi. Dao kutaganile pakae kwa Misigiri. Dao ya saa 2. Wiziti ambulaku kala ansile. Sasa wane? Siku ilingane. Waliotoka mbali ni wapi? Wale waliotoka mbali wako wapi? Waliotoka nje ya hapa, nje ya Iramba. Mzee wangu yule mpeleke pale kwa katibu. Mpeleke kwa katibu yule atasikilizwa. Mwinyi wetu tutaonana Misigiri. Haya, utaonana na mwenyekiti wa halmashauri atakupa nauli. Haya. Mpe yule sema ametoka mbali tumsikie. Tuna dakika kama 10 hivi kabla tuanze mkutano mwingine. Sema tena. Huyo hapo mwenye njano na huyo mama hapo. Tuambie. Mheshimiwa, shikamoo. Marabu, jambo. Kwa majina anaitwa Flora Lemi. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumeandaa zawadi kwa ajili yako. Lakini tulikuwa tumeifunga pale, ilikuwa ni mbuzi. Tulikuwa tunataka sasa katika hiyo zawadi tulikuwa tuna jambo la kuongea na wewe Mheshimiwa. Tunakuomba utupe nafasi. Tuko wawili lakini mbuzi pale hayupo. Hatujamkuta. Kakaneli, naomba ukimbie chapu tuweze kuongea na Mheshimiwa. Akituacha leo tutapata nafasi tena. Nani akimbie chapu? Tupo kakaangu Kakaneli. Ndio yuko na mbuzi? Hapana, mbuzi hatujamkuta, tulimfunga pale. Sasa kwa nini mkafunga mbuzi mbali huku mnajua kabisa? Tulimfunga hapa tu Mheshimiwa, karibu. Nilikuwa nataka tuje tukukabidhi hapa tuongee na shida zetu Mheshimiwa. Ngoja nikwambie kwanza kwamba kwa nini mkamfunga mbali na nyinyi wakati mnajua kabisa kuna Wanyaturu? Haya, nimekuelewa. Haina shida, tuongee tu. Ongea jambo lako. Au mnataka tuongee pembeni? Ongea. Ngoja tumsikilize. Mheshimiwa Diwani, utamtafuta yule mbuzi mpaka mpate mniletee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa jina ninaitwa Nelson Amos. Kwa jina ninaitwa Nelson Amos. Ni kweli tulikuja hapa
pamoja na zawadi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia tulikuwa na ujumbe wetu. Sisi ni vijana ambao tunafanya sanaa katika wilaya yetu hii ya Iramba na jimbo lako. Tuna studio pale Shelui ambayo hiyo studio tuko vijana kama 10 tunafanya kazi hiyo ya ujasiriamali. Hivyo tulikuwa tunaomba sapoti yako kwa ajili ya studio yetu, kwa sababu ni studio ambayo imekuwa ikisaidia watu wengi sana, lakini sisi pia tunajishughulisha na sanaa enenene numukoma na nukuimba nyimbo za kimilamba. Wataenda iza bwana. Bwana. Lomba support hidu mkuu kwa ajili ya studio yetu. Niti nazijuka iti nyimbo zasu. Ziza za mkumbigulwali ile nino. Naliko za ndusi kwa Musta TV nu kwa TV. Iyo sawa. Sasa ege la pake katibu. Katibu yuko wapi wa yule wajibu? Basi njoo kwa katibu hapa uandikishe. Alafu waambie Wanyaturu warudishe mbuzi wetu. Waambie Wanyaturu warudishe mbuzi wetu. Haya, mpeni mama wakati tunajiandaa kumalizia. Mimi naitwa Fatuma Kiula Nkana. Ndugu mbunge, naomba msaada kutoka kwako. Haya, tuliekate kigombie. Alekali ya bibi na umri wenda kwa tegele. Nyanamua pepele kwa keo unapokiani. Sawa. Haya, mlekelu bibi kumutegele. Mimi naitwa Fatuma Kiula Nkana. Kuwata ika kikunde wetika shida. Waugayani mama. Baba nilo mponsa idele. Ene numu jane. Inubaza aneza guileshwe. Naliko anadu mwituli tika nuwa numukila. Nilomba babu nari jeniana na kwa liko anadu babu. Wanu kieme ilagwa. Nika kumwetu ukole jirani wane ukwela kwa usulutani Selemani mko Sultani welepi usulutani ya ukole kanuni nika kumwetu watu mwane jirani wane. Haya saidile baba numugila kakintu. Haya, Mheshimiwa Diwani, hebu mwiteni ili anikumbusha wa watu wanaotaji. Zeni wakati ya Mgongo. Sasa baba, nitajuaje? Utanisaidiaje au tutaonana na wale watu au? Ndio nauliza, wewe ni kata ya Mgongo? Shelui, tarafa ya Shelui, kata ya Shelui. Tarafa ya Shelui. Kijiji cha Nselemwe. Haya. Nani Omar yuko wapi? Kile ndio siwe ndege na ngambi jamani. Leke kwanza. Omar si bado. Mwacheni namsikiliza kwanza. Niacheni kwanza jamani, mbona mnanisukuma? Mwacheni mama. Nani mwenyekiti wa kata? Mwenyekiti wa kata ya Shelui. Nataka mtu ambaye atamkumbuka mama. Haya, njoo kwa mwenyekiti wa kata hapa. Mwacheni mama aje kwa mwenyekiti hapa. Huyo anafaa. Huyo. Mwenyekiti, basi pata maelezo hayo, alafu mimi na wewe tutaonana kesho. Kwanza watu wa Shelui, mwenyekiti pamoja na timu yako, kesho saa 3. Mwenyekiti, kesho njoo na halmashauri kuu yako ya kata pale nyumbani kwetu pale. Tutakuja tuongee na jambo la mama. Haya, asante sana. Haya, huyu kijana wangu mleteni kwa katibu, huyo mwelekeza aende kwa katibu.